Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Dodoma kuanzia mwezi Januari mpaka Machi 2026 tumepokea jumla ya matukio 29 ambayo yametokana na watu kudumbukia aidha kwenye maji au kwa namna nyingine tunaita matukio ya maokozi majini. Na katika matukio hayo uko mchanganuo, na mchanganuo wake upo kama ufuatavyo. Matukio 14 yalitokana na wananchi kujaribu kuvuka mto wakati mto huo ukiwa kwenye hali ya kutiririsha maji kwa kasi kubwa na maji mengi ambayo yametokana na kunyesha kwa mvua nyingi nchini katika msimu huu wa mvua. Na hayo matukio 14 yamepelekea vifo 17 na manusura waliookolewa ni watu 2. Aidha, tumepokea pia miito ya matukio 3 ambayo yalitokana na watu kuzama kwenye bwawa wakati wa kuogelea na watoto kwenye madimbwi pamoja na visima. Katika haya matukio 3 yamepelekea vifo 11 na manusura wa kufanikiwa kuokolewa. Aidha, katika msimu huu wa mvua ulipelekea ilitokana na mvua kunyesha kwa upepo ambayo ilipelekea kuwezua mapaa, na tulipokea wito mmoja ambao uliathiri kaya 49 ziliezuliwa kwa upepo. Na tukio la 4 ni matukio yaliyotokana na kuanguka kwa ukuta, ambapo katika matukio haya kutokana na mvua nyingi kunyesha na baadhi ya nyumba kutokujengwa kwa malighafi ambazo ni imara, ilipelekea ukuta hizo kuwa dhoofu na kuanguka, na tulipokea matukio ya namna hiyo 3 yaliyopelekea vifo 8. Na yako matukio yanayofanana na hayo namba 5, ambapo tulipokea matukio 6 yaliyotokana na maji kuzingira makazi ya watu, ambapo kwa takwimu na kwa tathmini iliyofanyika na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ni kaya 924 ambazo zilizingirwa na maji. Aidha, athari ambazo ilipelekewa na hizi kaya 924 kuzingirwa na maji ni kaya 693 zilisombwa na maji. Kwa hiyo wakazi 693 mkoa wa Dodoma zilizoripotiwa katika Jeshi la Zimamoto ni kaya 693. Aidha, yako matukio ambayo yalitokana na waendesha vyombo vya moto kuvuka mito pasipo kuchukua tahadhari, na tulipokea wito wa matukio 2 ambayo yalitokea katika wilaya ya Chamwino na kupelekea vifo vya watu 2. Kwa ujumla katika haya matukio 29 vifo vilikuwa jumla 49 na kaya zilizoathirika 693, uharibifu wa mali ndani ya hizo kaya, lakini pia kuharibika kwa vyombo vya moto ambayo ni magari 2. Aidha, wilaya zilizoathirika sana na athari ya kunyesha mvua nyingi ni wilaya ya Chamwino pamoja na wilaya ya Bahi. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Dodoma tuliweza kufika katika matukio hayo yote na kuweza kufanya maokozi ambayo jeshi lilifanya shughuli hizo na operesheni hizo kwa weledi mkubwa na kuweza kupelekea kuokoa kaya ambazo walikuwa wamezingirwa na maji pamoja na watu waliokuwa maeneo hayo, lakini pamoja na mali ambazo zilikuwa pia katika hatari ya kuharibiwa ikiwemo nafaka katika hizo nyumba. Kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kushirikiana pia na uongozi wa wilaya hizo pamoja na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, tuliweza kufika na kutoa msaada haraka kadri ambavyo iliweza kuwezekana. Pamoja na hilo,
Ndugu wananchi, tunaelekea katika msimu huu wa sikukuu ambapo kutakuwa na shughuli mbalimbali, maeneo ya starehe, lakini pia kuna maeneo ya kuogelea. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linapenda kuwatahadharisha wananchi kuweza kuchukua tahadhari katika msimu huu wa sikukuu na kipindi hiki cha mapumziko, waweze kuchukua tahadhari katika maeneo mbalimbali ikiwemo wanapokuwa katika starehe za kuogelea. Aidha, waweze kuepuka kutumia vilevi kupitiliza ambavyo vinaweza kupelekea wakapata athari zaidi wakiwa wanatumia vyombo vya moto au wakiwa wanaendelea na shughuli zao za starehe. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Dodoma linapenda kutoa shukrani za dhati kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma kwa kuendelea kutoa taarifa za majanga ya moto na majanga mengine kwa wakati kutumia namba yetu ya dharura 114. Lakini sambamba na hilo, katika msimu huu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tuko timamu na tuko tayari muda wote, masaa 24 ndani ya siku 7 za wiki kwa ajili ya kukuhudumia wewe. Jambo la muhimu tu ni kuweza kutupatia taarifa kwa wakati ili tuweze kukufikia na kukupatia huduma.